Wengine tunaomba tuketi ili watu wote tupate nafasi ya kushuhudia kinachoendelea. Tusiwazibe wengine, nimeona kuna wengine wameinuka pale katikati kwenye tenti. Naomba tuketi tafadhali. Asante. Karibu Mheshimiwa Rasi. Naam, Mheshimiwa Waziri Mkuu anafanya maandalizi ya ukaribisho. Wamekuandalia zawadi mahususi maalum kabisa. Wanataka wakusimike uongozi wa kimila katika mkoa huu wa Manyara na eneo hili la Kiteto ambako hapa Wamaasai ni wengi kweli kweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tupige makofi mengi sana kwa uamuzi huu wa wazee wetu wa kimila Malaigwanan. Wataka kumsimika cheo. Sasa cheo gani watatuambia wenyewe baada ya muda mfupi tu. Lakini maandalizi yanavyoonekana, Ulaigwana ni mwingine unamnyemelea baada ya Longido kule kufanya na wao hivi, na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Madini aliwaongoza wazee wa pale Longido kumsimika Mheshimiwa Waziri Mkuu Ulaigwana. Sasa hapa sijui itakuwa vipi, lakini ndio hivyo tunashuhudia anavishwa vazi la Kimasai likimpendeza vizuri kabisa. Tupige makofi mengi tafadhali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo ni vazi la Kimasai, na baada ya kuvalishwa kuna hii nyingine, naomba mvalishe. Hili ni vazi ambalo la kiheshima, na tuna kiti pia kwa maana utakalia wakati wa kubarikiwa, na utakuwa ukikalia ukiwa unafikiria namna ya kuwaongoza wa Tanzania. Lakini pia tumeiandaa hii, tumekuona kila wakati ukiendeleza utanzania, tukaona tukutengenezee ambayo imeshonwa moja kwa moja. Na nichukue nafasi, naomba ukae tu ili kiongozi mwenyekiti wa Malaigwana niweze kukukabidhi rungu kwa maana ya uongozi na uadilifu katika, na atakupa kwa mara 1, 2, 3, ya 4 utapokea, na ataendelea na kutoa baraka. Kwa hiyo atakupa mara ya kwanza hiyo, ya pili, tusindikize na makofi mengi, ya 4 unapokea sasa. Anapokea makofi mengi sana kwake Mheshimiwa Waziri Mkuu. Megara mayana la rayani. Meganda gola lokonyeno. Megisudo yengishino. Tana ba Kiteto. Tana ba Tanzania. Ai. Narumana na lebuma. Ai. Nara alalanga lankai. Ai. Nuriga maamelo. Narada munyeyo. Ai. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kamba hapa kwa maana ya kuwakilisha ng'ombe jike kama sehemu ya wafugaji. Kwa hiyo naomba pia nikukabidhi kamba kwa maana ya ng'ombe jike. Lakini pia hapa tuna mbuzi, nakukabidhi. Lakini pia tuna zawadi kwa ajili ya mama. Tunaomba tuikabidhi vazi lake naye kwamba ataenda kuvaa, kwa kuwa hayupo hapa, lakini basi utamfikishia, na tunaomba umfikishie. Makofi mengi sana wana Kiteto. Waziri Mkuu wetu hoye. Laigwana ni mpya hoye. Tangamu. Kuna namna ambayo tutamuelekeza jinsi atakavyoweza kuvaa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Karibu sana Kiteto. Tupige makofi mengi 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 mengi. Asante huo aina yake. Asante sana. Karibu Kiteto. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana wakati Waziri Mkuu anarejea katika kiti chake, anatuonesha rungu hilo lililokabidhiwa ikiwa ni mamlaka. Tumpigie makofi mengine mengi sana wana Kiteto. Waziri Mkuu wetu hoye. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Rasi, uendelee. Asante sana. Waziri Mkuu hoye. Manyara hoye. Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba, karibu sana mkoa wa Manyara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametufikisha salama tarehe hii ya leo 26 mwezi wa Februari 2026 tukiwa tuko salama, lakini kwa upendo wake na rehema zake tupo katika kipindi cha mfungo wa Kristo na Waislamu wote tutakiane heri na Mwenyezi Mungu apokee dua na funga zetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba tuchukue nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Manyara kukupongeza. Kwanza kwa kushinda kwa kishindo kuwa mbunge, lakini cha pili kwa uteuzi mkubwa wa heshima kubwa sana wa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kupata jukumu kubwa la kumsaidia majukumu Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan.
Sisi wananchi wa mkoa wa Manyara tuna imani kubwa na wewe, lakini tumekuona ukiendelea kufanya kazi hii kubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupita nchi nzima, wilaya kwa wilaya, kijiji kwa kijiji bila kuchoka. Kwa hakika unafanya kazi kubwa sana na hongera sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Manyara ni salama. Wananchi wako salama, tunaendelea na shughuli zetu mbalimbali kama ambavyo tunaona sasa tumeanza kupokea mvua na mashambani kumeendelea kupamba moto kwelikweli. Sisi wananchi wa mkoa wa Manyara ni wanufaika wakubwa wa uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi cha uongozi cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mkoa wa Manyara umefaidika kupata zaidi ya bilioni 790 katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi mikubwa, midogo, katika sekta zote tumepata fedha nyingi sana. Lakini naomba nikushukuru wewe pamoja na timu yako, kwa sababu katika kipindi hiki ambacho tutatoka katika mkoa wa Manyara pia utapata fursa ya kutembea na kuangalia, kutuzindulia na kukagua baadhi ya miradi ambayo imetengenezwa ama imefanyika kwa fedha hizi nyingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoani kwetu Manyara katika kipindi utakachokuwa utatembelea miradi ipatayo 14 ambayo ina thamani ya zaidi ya bilioni 228. Hii ni kazi kubwa sana ambayo imefanyika. Miradi hii ni sehemu ya utatuzi ama ujibuji wa kero na changamoto za wananchi katika sekta husika. Utatembelea miradi ya elimu, maji, barabara, lakini pia utaona shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika katika mkoa wetu. Mkoa ni salama, wananchi wanaendelea na shughuli zao. Mbali ya changamoto za migogoro ya ardhi, haswa hapa Kiteto ambayo Mheshimiwa mbunge pia ameiongelea, migogoro ambayo mingi inasababishwa na uvunjifu wa sheria wa matumizi bora ya ardhi, lakini wengine kuvunja kanuni na sheria za mipango ambayo wamejipangia wao wenyewe. Na kama serikali tumeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kutatua migogoro hiyo, kusikiliza katika kliniki mbalimbali ambazo zinaendeshwa mkoa mzima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto kwa kawaida huwa hazimaliziki. Changamoto zipo kila siku, kadri mnavyozitatua ndivyo zinavyozidi kutokea. Na sisi kama mkoa tumeendelea kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto hizo kwa kufuata maelekezo ya viongozi wetu akiwemo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana katika mkoa wetu wa Manyara. Wananchi wa mkoa wa Manyara wana hamu kubwa ya kukusikiliza, na leo wamekusanyika kwa wingi hapa wakiwa wana hamu ya kukusikiliza, na wengine pia ni wale ambao wanategemea uwasikilize. Mimi kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Manyara naomba nikukaribishe sana katika mkoa wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizi ni salamu fupi za mkoa wa Manyara. Kwa kuwa tutaendelea kuzunguka pamoja, tutaendelea kuona namna ambavyo serikali ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imetoa utatuzi na imeleta majibu makubwa kwa kero kubwa na nyingi za Watanzania katika mkoa huu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaendelea kufurahia mahusiano mazuri tulionayo kati yetu sisi kama viongozi na viongozi wote katika ngazi zote kwenye mkoa, kuanzia chama mkoa, lakini pia waheshimiwa mawaziri wa kisekta, wabunge tulionao katika mkoa wetu, waheshimiwa madiwani na viongozi wote. Kwa kweli kazi inafanyika vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hadhara hii leo ni ya kwako. Naomba nichukue fursa hii adhimu kama nilivyojuzwa, nikukaribishe sasa uweze kuzungumza na wananchi hawa wa mkoa wa Manyara kama ambavyo wanakusubiri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Tumpigie makofi Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumshangilie jamani wananchi wa mkoa wa Manyara. Waziri Mkuu oye! Oye! Naona Mheshimiwa Waziri Mkuu amemtaka Mheshimiwa Naibu Waziri wa ofisi yake kabisa umkaribishe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Manyara oye! Waziri Mkuu oye! Asante sana mkuu wetu wa mkoa Queen Sendiga. Kwa kifupi nitambue itifaki ambayo